kuna hili ambalo huwa liongelewi vya kutosha, na kupitia tamko ile wenye viti wa mikoa tunaomba tuliweke hadharani, lijadiliwe na lichukuliwe hatua. Ubakaji na unyanyasaji wa kijinsia kama silaha ya kisiasa. Mtazamaji, nipo hapa leo nikiwa nimeweza kuhusunika. Nimeweza kuhusunika kwa zile habari ambazo nimeweza kushuhudia na baadhi ya kanda ambazo nimeweza kuziangalia mtandaoni. Nilikuwa nimeweza kufuatilia habari za Uganda, lakini jambo hili limenirudisha nchini Tanzania tena. Ni jambo ambalo mtazamaji, hata wewe utahuzunika zaidi. Ni jambo ambalo hata wewe utaweza kutoa machozi, kwa sababu nilipokuwa nikitazama kanda hizi nimejawa na hofu, nimejawa na huzuni, nimejawa na majonzi nikishuhudia vile vitendo ambavyo maafisa wa polisi wanawafanyia wananchi wa Tanzania. Nakiza ile walikuwa wanasimu wanarekodi vile wanavyoniuliza, wakanivua nguo, wakanipiga picha, yani sio wauni. Kabla nisidi kuendelee, ningekukaribisha tena. Hii ni Sam TV News. Kwa yule ambaye hajaweza kusubscribe, chukua sekunde yako moja ili uweze kujiunga na familia hii. Ikiwa kuna afisa wa polisi, afisa wa jeshi na ile yeyote ambaye ana mamlaka kuitwa afisa wa polisi, itakuwaje wakati ambapo wewe umekamatwa kwa kosa tuseme unalifahamu ama haulifahamu, kisha ukachukuliwa mahali ambapo umefunikwa uso, ukafikishwa mara ukafunguliwa macho, ukafuliwa nguo, kisha ukaambiwa geuka. Cha kwanza ukapigwa picha ukiwa uji, la pili ukafuliwa nguo, la tatu ukaambiwa geuka. Isitoshe, cha nne unanajisiwa na maafisa ambao ni wa kuhakikisha kwamba mwananchi amelindwa. Tunaelekea wapi kama nchi? Tunaelekea wapi kama nchi ya Tanzania ikiwa hawa ndio maafisa wa polisi ambao tunawaamini watulinde? Tunaelekea wapi? Haijakuwa mara ya kwanza. Wakati ambapo Boniface Mwangi na mwanaharakati mwenzake kutoka Uganda walipofika nchini Tanzania kuja kuhudhuria kesi ya Tundu Lissu, walikamatwa wakatoweka kwa zaidi ya siku zaidi ya 14. Siku ambayo walipatikana wametupwa borini. Kisha walipopeana hotuba, Boniface Mwangi nilishuhudia akitoa machozi akisema kwamba alifanyiwa uhajama kwa kufuliwa nguo, kunajisiwa, kupakwa kwa kutiwa vifaa ambavyo ni vibaya zaidi kwenye makalio. And they told me to strip naked. And I stripped naked. When I stripped naked, they removed my handcuffs. And then I was grabbed by about 4 men
And they lifted me up so fast. And then they said, weka moto. So some guy put lubricant in my rectum, in my anus, and they started certain objects. They start objects. Isitoshe, yule mwingine ambaye anatoka maeneo ya Uganda ambaye ni wa jinsi ya kike akafanyiwa jambo hilo hilo, akafuliwa nguo, akafungwa miguu, ikainuliwa juu, akafanyiwa kitendo hicho hicho. Swali najiuliza, hawa ni maafisa wa polisi ama ili ni kundi la mashoga? Kama mtu anakosa, ni kosa gani lipo akikamatwa akapelekwe mahakamani akahukumiwe kwa kosa lake? Isitoshe, viongozi ambao wako katika mlengo wa chama cha Mapinduzi Chadema, ambao ni viongozi wa kike na wengine pia wamezungumzia hilo: kukamatwa, kufuliwa nguo, kupelekwa nyumba ambazo wanaziita safe house, kufuliwa nguo, kufanyiwa vitendo vya unyama, kunajisiwa, kupakwa. Hili ni tendo la kiunyama, tendo ambalo alihitaji hata msamaha mahali popote duniani, kwa sababu ukitendewa jambo kama hilo, afisa wa polisi, ukitendewa jambo kama hilo, unatiwa vifaa katika makalio yako, unapakwa mafuta lubricant, kisha unatiwa vifaa. Tunaelekea wapi jamani? Wapi? Mama Samia, hawa ndio kikosi unachotumia kuangamiza wananchi, kuwatendea maofu. Hiki hata uwezi ukasamehewa na yeyote ule. Hakuna yule atawahi kuweza kukusamea. Wale ambao wanatumiwa kufanya vitendo kama hivi, mfahamu kwamba hakuna mahali ambapo mtaweza kupokea msamaha, kwa sababu yale ambayo mnayatenda ni uhaini zaidi mkubwa, ni maofu ambayo yanahitaji tu kifo, kunyongwa. Huwezi ukamfanyia mwenzako hilo, au hauwezi ukamtendea mwenzako jambo kama hilo. Jambo la kusikitisha, ni jambo la aibu. Tunaelekea wapi kama nchi? Kama hawa ndio maafisa wa polisi tunaowategemea waeke ulinzi kwa wananchi wa kawaida, lakini vitendo ambavyo wanavifanya ni vitendo vya uhaini. Kisha mambo kama haya yakifika kwenye serikali ni kusema tu tunafanya udadisi, tunafanya uchunguzi. Baka lini? Na mnafahamu wale ambao wanatenda mambo kama haya. Hili ni jambo la kusikitisha. Ni habari mbaya zaidi nimeweza kupokea katika siku ya leo. Nimehuzunika zaidi. Kama haya ndiyo mambo ambayo tutakuwa tukiyafanya, Mungu tu atusamehe. Wale ambao wanajiunga nasi kwa mara ya kwanza, karibu kwa kujiunga na Sam TV. Tutaweza kuleta habari zingine kama hizi. Hapa tunaambiana ukweli. Hapa hakuna kufichana. Hapa tunaanika maofu ambayo yanatendwa chini ya serikali hii.